kiukweli kila kitu kina pande mbili, kuna madhara na kuna faida yake. Kwa hiyo hata kwenye mtandao wa kijamii pia vile mtu ukiutumia vizuri mtandao wa kijamii unafaidika, ukiutumia vibaya ndio hivyo unatengeneza madhara makubwa sana. Zingatia mfano mzuri, ukiangalia watu wengi wanafanya kazi online, biashara za online, mfano dropshipping, sio biashara za forex nyingi zinafanyika online. Lakini kuna tena hivyo inaweza karibu mtu unakuta mambo ya ajabu mtandaoni. Kwanza nakumbuka nilishakuambiwa kitu na afisa mkuu wa mkoa wa elimu. Aliniambia kwamba simu ni kama bomu. Anapokupa mzazi wako simu kuna option mbili. Hiyo bomu litumie vizuri au likulipukie wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ningewashauri vijana wenzangu wautumie mtandao vizuri, waendelee kutumia wewe mtandao kufanya kama tunaita connection au ni kama link ya biashara baina ya mtu mmoja na mwingine. Vijana wengi tunakuwa tunafumbwa na anasa za dunia, kwamba tunashindwa kufocus na mambo ambayo tuna uhakika tunaweza yakatupa mafanikio. Kwa hiyo ili kijana aweze kufikia malengo yake, ni imani yangu ya kwamba atajihusisha na mambo ambayo yana faida kwake. Kwa mfano, kujihusisha na mambo ya michezo, sanaa, au kama hivi kuingia jeshini kwa mujibu wa sheria au kwa kujiandikisha, ili mwisho wa siku sote tusiishie kwenye wimbi la wakosefu, tuingie kwenye wimbi la kwa. Nchi zote duniani nguvu kazi ya nchi hizo ni vijana, na ninyi ni sehemu ya vijana hao, na vijana ndio taifa la leo na la kesho. Kama hivyo ndivyo, tunao wajibu wa kudumisha uzalendo, utii, uaminifu na uhodari wa kazi. Haya yawe msingi wa kijana wa Kitanzania mahali popote mtakapokuwa. Naomba sana wazazi, lakini pia na jamii nzima, tujitahidi sana kuwekeza kwenye masuala ya malezi na makuzi ya awali ya watoto, kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya juu kabisa, chuo kikuu. Maana elimu ya mtoto inaanzia chini kabisa, tangia mimba. Sisi kwa watu ambao tumesomea malezi na makuzi tunasema malezi na makuzi ya mtoto yanaanzia tangia mama mpata mimba vile, si ndio? Unajua kabisa nina ujauzito, kwa hiyo natakiwa nimlee mwanangu kwenye maadili gani, na baada ya hapo mtoto anatakiwa aende akasome, apate zile 5 pillars: elimu, afya, maji, uchechemzi, naelewa, ili aweze kufanya vizuri zaidi. Walimu wa sayansi kwa upande wa raia ni wengi, lakini uwepo wa raia zinapopatikana fursa za ajira serikalini na sehemu nyingine popote, walimu hao huenda kuajiriwa sehemu hizo wanapohitajika. Shule hufanya jitihada kubwa sana katika kuziba mapengo haya, lakini tunajua kwamba shule hii inamilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Tunapopata walimu wanajeshi waliosoma masomo ya sayansi, walimu hao ni permanent. Hatutegemei tena wataenda kuajiriwa sehemu nyingine. Walimu raia niliosema 91 wapo wengi sana, wa masomo ya sayansi, wa masomo ya sanaa na biashara na uchumi. Lakini sasa uwepo wao hapa, zinapotokea fursa za ajira na hasa Wizara ya Elimu, walimu hao hatuwazuii kuomba, huwa tunawaruhusu kuomba ili waende wakatafute fursa hizi.